faida pia muhimu muislamu kuijua, jambo lolote linalofungamana na Qur'an Allah amelitukuza. Na faida shawahi kuwatajia, kitu chochote kile kinachofungana na Qur'an Allah amekitukuza. Vipi? Sikilize makini. Yule anayejifunza Qur'an na kuifunza, kwa sababu maisha yake yamefungamana na Qur'an, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Akawa ni mbora wetu katika mujtamaa kwa sababu amefungamana na Qur'an. Kwa akaupata ule ubora kwa kufungamana na Qur'an, sio? Sasa rudi nyuma huko. Jibril alayhi salam ndiye aliyeteremka na Qur'an kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril akawa ndiye mbora kuliko malaika wote, sababu ni yeye ndiye aliyeteremka na Qur'an, akapewa ubora juu ya malaika wote waliobakia. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyeteremshiwa Qur'an. Kwa kuwa yeye ameteremshiwa Qur'an, yeye ndiye mtume bora kuliko mitume wote alayhi salatu wasallam, bal huwa khairu khalqillah alayhi salatu wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia yule anayesoma hii Qur'an akaisomesha hii Qur'an ni mbora katika mujtamaa wetu. Na hili halikuishia hapo, bali ibada tukufu adhimu, nguzo katika nguzo za Uislamu ya swala, akatangulizwa sahibul Qur'an, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Kwa yule anayekijua zaidi kitabu cha Allah akatangulizwa yeye katika ibada tukufu ya swala, yeye ndiye akae mbele awaswalishe wengine, katangulizwa kwa sababu ya Qur'an. Hii Qur'an ataenda nayo mja mpaka katika kufa kwake. Katika vita vya Uhud waliuawa masahaba 70. Ikawa katika ile hali waliokuwa nayo hawawezi kumchimbia kila mmoja kaburi lake tofauti na mwenzake. Ikawa wazikwa masahaba 2, 3 katika kaburi moja, 2, 3 kaburi moja. Sasa hapa tutafanya vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kumweka yule maiti ndani, kana yasalu ayyuhum aktharu akhdhan lilquran, ni nani katika hawa aliyehifadhi zaidi Qur'an? Fayuqaddimuhu fil lahdi, kisha yuamtanguliza katika yule mwanandani, yeye ndio yuko mbele. Yani haikutosheleza duniani, mpaka kwenye kaburi pia amepewa ubora yule aliyefungamana na hiki kitabu. Na hili halikuishia hapa tu, mpaka kesho akhira ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watakaokuwa katika daraja za juu kabisa ni ashabul Qur'an, sahibul Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi, washaingizwa peponi, ako ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuko ndani ya pepo, aambiwa sasa soma Qur'an ile uliyokuwa ukisoma duniani, ile uliyohifadhi Qur'an, zisome zile aya. Kila aya unaoisoma daraja moja utapandishwa katika pepo ya Allah. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, wewe manzila yako na cheo chako katika pepo kitakuwa katika aya ya mwisho utakayoisoma katika Qur'an. Wapanda. Na nataka ujue kuwa daraja moja mpaka nyingine katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mbali sana, ma baina as-samaa wal ardh. Kwa watakaokuwa daraja ya juu kabisa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hao wanaoingia katika jina la sahibul Qur'an, ndio watakaokuwa katika daraja ya juu kabisa. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema neno moja ambalo limewakusanya haya yote, inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah huwanyanyua kwa kitabu hiki watu na wengine akawaangusha. Anayekisoma kitabu akakizingatia na kukifuata, basi huyo Allah atamnyanyua. Na yule anayekwenda kinyume na hivyo akawacha kukisoma kitabu wala sikishughulikie, habari nacho kitabu hana, basi huyo Allah atamwangusha. Mwanzo utapata dhiki wewe, sijui watu waishi vipi bila kusoma Qur'an.
Allah subhanahu wa ta'ala sema waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Ukipuuza wito wa Allah subhanahu wa ta'ala utapata maisha ya dhiki. Na Allah subhanahu wa ta'ala hili neno amelitumia hapa la ajabu sana, dhanka. Wajua kama kuna dhiki katika lugha ya Kiarabu, hili neno lililotumika hapa lina uzito kuliko neno lolote linalomaanisha dhiki, kwa sababu kila herufi moja lasimamia neno maana yake dhiki. Ile baadhi ya mwanzo ni dhiq, nun ni nakad, tabu, dhanka na kaf ni kad, yani utaishi maisha ya dhiki, utapata tabu wewe maadamu uko mbali na kitabu, utapata tabu. Wallahi utapata tabu. Wewe utakaa walalamika tu, hujui matatizo yako yatoka wapi. Utapata tabu hujaiona wewe. Hata sijui nieleze vipi, kwa sababu mwanzo aslan hii dunia kama tulivyoeleza ni nyumba ya mtihani. Wewe tayari una mtihani. Sasa angalau una kitabu ukisoma yale matatizo yale ya madogo mbele yako, wapata utulivu pale ndani ukiona visa vya mitume na namna walivyopambana na umma wao na namna walivyosubiri katika da'wa zao. Kuna watu umetajiwa pale ndani wamepata mitihani na Allah akawaondolea ile mitihani, angalau ule moyo wako upate utulivu. Wewe na mitihani yako waweza kumfikia Ayub ni mtume wa Allah alayhi salatu wasalam, yutrahu lahu almathal fi as-sabr. Leo mpaka apigiwa mfano Waarabu kwamba sabra Ayub, subra kama subra ya Ayub haina mfano wake ile subra. Mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akamuondolea dhiki yake yote. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Na Ayub alipomwita Mola wake amuomba, ya Rabb, mimi nimepatwa na madhara na wewe ndiyo mwingi wa rehema. Angalia maombi ndani yake, subhanallah. Mimi nina madhara, mja wako dhaifu, na wewe ndiyo mwingi wa rehema. Angalia utanifanya nini? Fastajabna lahu, hapo Allah akamwitikia. Sasa ukisoma maneno kama kumbe sahali tu mimi nielekee kwa Mola wangu, Allah ataniondolea matatizo nilikuwa nao, anifanyie sahali. Lakini wewe huisomi ile Qur'an na tayari una dhiki zako ulizokuwa nazo, utulivu huna. Yarhamkallah. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillah tatma'innu alqulub. Kwa kumtaja Allah ndio wapata utulivu wa moyo. Hata kuna watu bwana wana matatizo, lakini kwa kule kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, basi matatizo yake yana mambo kawaida tu. Lakini akija akikwambia, waweza kumuuliza, wewe waishi vipi wewe? Na matatizo yote alikuwa nayo waishi hata habari ana. Kwa nini? Kwa sababu ana utulivu katika moyo wake. Allah amemwezesha kuweza kukabiliana na ile matatizo aliyokuwa nayo. Na kuna mwingine akipata kidogo tu na matatizo ashindwa kusubiri, ajinyonga. Kuna vijana wajiua kwa sababu hakupata tikiti ya kwenda Umarekani, akashtua wewe. Unapata habari kama hizo ajabu, eti mtu yuanasumu afe sababu mwanamke. Pumbavu mkubwa. Yani wewe unasumu sumu hivi viwano anikataa. Jinga. Wallahi hadha safih ya akhi. Sababu mwanamke tu akufanya wewe unasumu. Wewe utakuwa umefikia kiwango gani cha ujinga kiasi hicho? Lakini yote haya ukiwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala ndio unakupata. Mwisho utakwenda huko. Wallahi watu wajua kwa mambo ya kijinga. Kuna mmoja si miaka 2-3 iliyopita, kuna mmoja hapa town karuka kutoka juu ya nyumba. Sijui ana matatizo gani. Ati yake Allah amuonyesha ana hufi. Si wajitupa. Likapita gari kadunda kwenye gari, kavundika miguu miwili hospitali. Mko nataka kufa, hasa hufi na utembei na miguu mvunjika. Ya akhi, wewe utakushindana qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nasema haya yote yaja, watu wayafanya haya kwa kukosa mwelekeo aliyouteremsha Allah kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Lakini muumini yukoje? Mtume sana wasema ajaban li amri almu'min
inna amrahu kullahu lahu khair. Ajabu bwana jambo la huyo mu'min, kila jambo lake ni khairi. In asabathu sarra shakara fakana khairan lahu, akipatwa na mambo ya kumfurahisha ashukuru, naona amepata khairi, amshukuru Allah, ikawa ni khairi kwake, bali Allah akamzidishia, la in shakartum la azidannakum, akamzidishia juu ile khairi aliyokuwa nayo. Wa in asabathu darra, na akipatwa na madhara sabara fakana khairan lahu, asubiri kwa ile madhara aliyompata ikawa ni khairi kwake yeye. Na Mtume sallallahu walaysa dhalika illa lilmu'min, na hilo halipati isipokuwa mu'min. Mu'min wa sawa bwana, hata mitihani ikampiga kiasi gani katika ulimwengu, Allah yumpa nguvu ya kuweza kusimama dhidi yake. Sasa ni hiki kitabu alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, kilicho na mambo mazuri mengi. Lau kama waislamu wangeshikamana nacho, wallahi leo tungelikuwa sisi ndio watawala katika huu ulimwengu. Lakini tulivyokiacha, hii ndio hali yetu tunayoiona hapa. Huwezi kupotea wewe maadamu washikamana kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hivi viwili ndio Allah ametupa dhamana ya kuwa tukishikamana navyo hatutapata taabu. Lakini tukipuuza ndio haya. Na usifikirie itaisha hapa duniani ile dhiki, wanahshuruhu yawm alqiyamati a'ma, kisha siku ya kiyama ufufuliwe ukiwa kipofu. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, nilikuwa naona duniani, mbona nimefufuliwa leo kipofu? Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa, kama vile ulivyosahau aya zetu ukazipuuza tulizoteremsha kwa mitume wetu, na leo pia wewe wasahaulika. Yani Allah ataamiliana naye muamala wa yule aliyesahauliwa. Sallallahu alaihi wasallam.